ugavi wa kiungu unaweza ukatumia vitu, biashara yako, kazi yako na nini, ni sawa kabisa, lakini haufungwi kwenye hivyo pekee, unaweza kufanya kazi juu ya. Kwa mimi kuna namna ufahamu wangu na akili yangu ilikuwa imeathirika, ile believing system yangu ilikuwa imeathirika na kufungiwa kwenye hivyo hayo maeneo peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata wakati ninatoka kazini, kwa maana ya kwamba Mungu ananiita kutoka full time kabisa, kuacha kile nilichokuwa nafanya, kuna namna akili yangu na ufahamu wangu ulikuwa uko connected kwenye hivyo. Na sitaki kwenda kwa details kwa sababu sitaki kuexpose vitu fulani, lakini hata nilikuwa nina maandalizi yangu, kuna namna nimejipanga. Lakini kule kujipanga kwangu ilikuwa kimsingi kunaongozwa na mfumo uliokuwa ndani yangu wa namna Mungu anavyokutana na mahitaji ya watu. Kwa hiyo nilikuwa tu kwamba najua Mungu atakutana na mahitaji yangu, na kuna kitu kimejengeka kwenye ufahamu wangu ya kwamba Mungu atakutana na mahitaji yangu kwa njia fulani, kwa namna fulani, ambayo ndio haina tofauti sana na ile ambayo nilikuwa nimezoea kwa miaka 12 nilipokuwa kazini. Nilikuwa nikiwaza fedha, kuna kitu nawaza, najua itatokea mahali fulani. Aidha nitawaza mshahara, wakati huo niko kazini nitawaza mshahara. Unajua unaweza ukajifikiri naamini Mungu analeta pesa, na wakati unajua tarehe 30 hela itaingia. Kuna tofauti kubwa sana. Na tofauti kubwa sana. Naamini Mungu atanipa pesa, lakini huku moyoni anajua tarehe 30 akaunti itasoma. Kwa baada ya akaunti, ukiwaza hela unawaza niende mahali fulani nikope. Ukiwaza hela baada ya mkopo, nitafute kazi nyingine yenye mshahara mkubwa zaidi. Yaani unakuta mtu ndio boksi lake hilo la Mungu kukutana na mahitaji yake. Sasa jaribu kufikiri mtu ambaye amejengeka hivyo kwa miaka zaidi ya 10, alafu Mungu anamtoa hapo, alafu ukiwaza hela hauoni mshahara, ukiwaza hela haukopi, kwa sababu utakopa utalipa na nini wakati hujui itakuja lini, ndio utakuwa mtumishi tapeli. Ukiwaza hela hakuna kingine unakiwaza. Kwa hiyo nikagundua niko hewani kwenye masuala ya hela. Yaani zaidi ya kila ambacho nimekiishi miaka 12, hakuna namna kuna mfumo mwingine ambao naona Mungu anaweza kukutana na mahitaji yangu. Na wakati huo una familia, na mke, una watoto wote. Na unajua hata ukiingia kumtumikia Mungu, mahitaji hayasimami. Yako tu vile vile. Maisha huwa yanaendelea tu. Leo inahitajika, itaendelea tu kuhitajika, ada zitahitajika, na kila kitu kitahitajika. Sasa wakati niko kwenye hiyo hali, ndio hiki kitu ambacho nataka kukiongea, ambacho Mungu alinifundisha. Na kwangu mimi, sijui kwako kinaweza kisigeuze sana, lakini kwangu mimi ndio ilikuwa mgeuko wangu. Hiki kimoja wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka kabisa nilifunga na kuomba. Nilifunga siku kadhaa na kuomba. Na wakati kwenye yale maombi, Mungu akanipa ile andiko la Mathayo sura ya 6 mstari wa 26. Tangu hapo mimi ile andiko huwa silioni kwa namna ya kawaida. Andiko linasema hivi: waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kuliko hao? Mungu anaweza akasema neno moja tu, alafu maisha yako yote yakabadilika. Kile ambacho ulikuwa unakipambania miaka kupitia neno moja, alafu na ufunuo atakao kupatia, maisha yakabadilika. Sasa nilipopata hili neno, kwa kweli niliona mbona kama hitaji langu ni kubwa, halafu jibu ni rahisi sana. Kwa sababu unaomba Mungu akutane na mahitaji yako, alafu anakuletea andiko. Hitaji ni kama kubwa, unaona maisha yanaendaje, alafu jibu ni rahisi tu: waangalieni ndege wa angani. Kwa hiyo nikaanza kulisoma, kwa sababu nilikuwa ninajua Mungu akileta neno ameleta suluhisho. Nikaanza kulisoma ili andiko, nikalirudia, alafu nikatafuta ni agizo gani liko kwenye andiko. Agizo pekee unavyoliona hapa, waangalia, observe. Bwana asifiwe sana.
na wakati mwingine huwa vinakuwa ni vitu rahisi kiasi ambacho unaweza ukakiovaluka. Wakati mwingine injili inakuaga rahisi kiasi ambacho unaweza ukaona sasa kuangalia kunahusisha vipi mahitaji. Kwa pale nyumbani kwangu nina eneo kidogo kwa nyuma. Nikatoka nyumbani, nikakaa nje. Natii neno waangalie. Sasa sio kuangalia, kuobserve. Jifunze kitu kutoka kwao. Kwa hiyo nikatoka nikakaa huku naangalia, naanza kunena kwa lugha. Baadaye naona vindege vimekuja, vimekula, vimeondoka. Nikaanza kuwaza, hata ningeziba hapa wasije kula hapa, kuna mahali wangeenda wangekula. Bwana asifiwe sana. Hata kama nchi ikitangaza njaa, kuna mahali ndege watakula. Hata kama mafuta yakipanda ya gari, hakuna shida, ndege watakula. Mchele ukiuzwa 10,000 kwa kilo, ndege hazuilii kula. Kwa unaanza kuona, waangalieni ndege wa angani. Kwa kuna vitu ambavyo nitavitaja hapa. Cha kwanza ni kuobserve. Lakini kwenye kuobserve kuna vitu ambavyo nikaanza kupata ufunuo ndani yangu. Nikaanza kuvielewa kwa upana. Biblia inasema waangalieni ndege wa angani. Alafu anasema hawapandi. Jambo la kwanza, hawapandi. Maana yake nini? Hawana mashamba. Hawana shamba. Maana yake they don't own land. Hawamiliki shamba lolote. Hawamiliki shamba lolote. Sasa huku mbele utanielewa, siko kinyume na hivi vyote, lakini tatizo hata mwenye shamba, issue sio shamba. Hapa unafikiri nini kuhusiana na Mungu kukutana na mahitaji yako? Kwa anasema ndege hawana mashamba, lakini maana yake anaposema hawapandi, maana yake hawana ajira. Hawajaajiriwa. Hakuna mahali ndege ameajiriwa. Hawana ajira. Kwa hawajaajiriwa na mtu yoyote. Anaposema hawapandi, maana yake hawana kitu wanamiliki moja kwa moja. Hawana kitu ambacho ndege wanakimiliki. Hawana kitu ambacho ndege hawana mbegu za kupanda. Hawana mbegu za kupanda. Lakini kitu cha pili ambacho unakiona, anasema hawavuni. Hawavuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawavuni maana yake hawana mahali pa kuvuna. Sasa kitu ambacho Mungu alianza kukiconnect na hali yangu, anasema hawapandi, maana yake hawana ajira. Na mimi sina ajira wakati huo. Kwa hiyo mimi sasa ndio kama mfano wake. Sina nini? Sina mshahara. Anaposema hawavuni, maana yake hawana mahali pa kuvuna. Hawana msimu wa mavuno. Hawasubiri kuvuna ili wale. Hawana mshahara ili wale. Ndege hawavuni, maana yake hawana mshahara. Hawapandi, maana yake hawana ajira. Hawavuni, maana yake hawana mshahara. Alafu jambo la tatu anasema wala hawakusanyi ghalani. Hawakusanyi ghalani, maana yake hawana mahali wanakusanya kwa ajili ya kula kesho. Sasa unielewe, wale ambao wamesikia nafundisha kanuni za fedha, moja ya kanuni muhimu sana ni kuweka akiba. Kwa hiyo usije ukafikiri napinga akiba, lakini kuna mfumo wa kiufahamu ambao nataka tuupate kutokea kwenye hili andiko. Amen. Anasema hawakusanyi kwa ajili ya kesho. Hawakusanyi kwa ajili ya kesho. Hawasumbuki kwa ajili ya kesho yao. Hawajisumbui kwa ajili ya kesho yao. Maana yake ndio anasema hawakusanyi ghalani. Kuweka ghalani ni kwa ajili ya kesho. Hawajisumbui kwa ajili ya kesho yao. Hawafikirii kwa ajili ya kesho yao. Hawana ghala la kukusanyia chakula. Hawana akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Kupanda, kuvuna, kitu ambacho nikajifunza. Kupanda, kuvuna na kukusanya ghalani ni mfumo wa kidunia unaoendesha maisha. Kupanda, kuvuna na kukusanya ghalani ni mfumo wa kidunia unaoendesha maisha. Maana yake nini? Kikawaida, ili tuone unaishi na una matokeo, ni lazima nini? Tukuone unaenda kazini, mwisho wa mwezi unavuna. Maana yake unapoenda kazini, maana yake unapanda. Alafu unapopata mshahara unavuna. Unapoweka akiba unakusanya ghalani. Kwa hiyo kimfumo na kikawaida,
hivyo ndio vitegemezi vya maendeleo ya mtu. Tunampima mtu maendeleo yake, tunampima mtu kufanikiwa kwake. Ikiwa hivi vitu viko mahali pake, ana mali, ana kazi, ana biashara, anavuna, anakusanya ghalani, huyo mtu ndio kwa mfumo wa kidunia ndio mtu tunaona anaweza kuishi na kumudu mahitaji yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndege wa angani maana yake nini? Kitu ambacho nikajifunza kutokea hapo. Ndege wa angani wanaishi nje ya mfumo wa dunia. Ndege wa angani wanaishi nje ya mfumo wa dunia. Ni kweli chakula wanachopata kinatokea wapi? Shambani. Lakini hawaishi kwenye huo mfumo. Wanaishi nje ya mfumo wa dunia. Wanaishi nje ya mfumo wa kidunia. Wana mfumo mwingine wanaotegemea kwa ajili ya kuishi, ambao mfumo sio kupanda, sio kuvuna, sio kukusanya ghalani. Wana mfumo mwingine wanaotegemea kwa ajili ya maisha, na huo mfumo wao sio tegemezi kwenye kupanda, kuvuna na kusanya ghalani. Maana yake huo mfumo wao sio tegemezi kwenye ajira, sio tegemezi kwenye mshahara, sio tegemezi kwenye akaunti za benki, sio tegemezi kwenye mikopo, lakini wanaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wana mfumo, maana yake kuna mfumo mwingine ambao si tegemezi wa mfumo wa dunia. Si tegemezi. Kwa sababu ndege wanaishi kwenye huo mfumo. Ndege wa angani wanakula mashambani, lakini hawatumainii mashamba kula kwao. Kwa sababu kama akija akala mchele, umelimwa wapi? Kuna shamba ulilolimwa. Lakini yeye hatumainii lile shamba, ila amekula mchele kwenye shamba. Bwana asifiwe sana. Amekula mchele uliotoka kwenye shamba, lakini matumaini yake sio kwenye shamba. Matumaini yake ni kwa nani? Kuna mfumo mwingine ambao huo mfumo ukiutumainia unaweza kusababisha shamba likakulisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatumaini mfumo wa dunia, japo anakula kutokea kwenye ule mfumo. Kwa ule mfumo ndio unawalisha vya mashambani. Mfumo wanaotumainia ndio unawalisha vya mashambani. Wanakula vya mashambani, lakini hawajajiunganisha na mashamba. Wanakula vya mashambani, lakini hawajajiunganisha na mashamba. Wana mavuno, lakini hawajajiunganisha na magala. Wamejiunganisha na nini? Na chanzo. Wamejiunganisha na chanzo. Aliyesema kiwepo ardhi itoe mimea na mbegu. Wamejiunganisha na aliyesema hiyo ardhi, hilo shamba lizae. Hawajajiunganisha na shamba, japokuwa wanakula kutokea kwenye shamba. Wamejiunganisha na yule aliyesema hii ardhi izae, ambaye anaweza akasema hii ardhi isizae. Si Biblia inasema ninaweza kuifunga mbingu na kuifunga ardhi? Kwa maana yake hawajajiunganisha na kinachotoa, wamejiunganisha na chanzo cha hilo shamba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hawajajiunganisha na seasons, na nyakati za kupanda, kuvuna na kuweka akiba. Kwa hiyo ulaji wao hauhusishwi na nyakati. Ndege ategemei season kula. Anakula wakati anahitaji kula. Kwa sababu hii mifumo yote tuliyoitaja, kupanda, kuvuna na kuweka akiba, ni season. Kwa wale wakulima wanaelewa kuna nyakati za kupanda. Alafu kuna wakati ukipanda, kuna wakati utavuna, na kuna wakati ambapo ni akiba. Wale wa vijijini wanaelewa akiba, wakati wa kuweka akiba hauwezi kula ile akiba hata kama unakufa njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu anajiunganisha na huu mfumo, maana yake Mungu kukutana, mahitaji yake yatakuwa yana nyakati. Kwa nyakati zikichange, kuna namna mahitaji yataanza kuathirika. Mtu ambaye hajajiunganisha na mfumo ambao ufungwi na nyakati, maana yake out of season, nje ya nyakati, ataishi kama vile Mungu anavyotaka aishi. Amen. Ndivyo ilivyo. Hakuna msimu ambao unamkosesha ndege chakula.
hata kama ni msimu wa njaa, ndege wanakula. Kwa wanakula vya mashambani, lakini hawajajiunganisha na mashamba. Hawajajiunganisha na season za kupanda, nyakati za kupanda, kuvuna na kuweka akiba. Kwa ulaji wao uko juu. Ulaji wao hauamuliwi na nyakati. Ulaji wao hauamuliwi na nyakati za mshahara. Bwana asifiwe sana. Wale watumishi wa Mungu wanaelewa. Unajua kuna kifungo fulani kwenye ajira. Yani kuna nyakati fulani ndio nyakati za furaha. Leo tarehe ngapi? Tarehe 6. Kuna wengine furaha ilishapotea sasa hivi. Maana ilianzaga tarehe 24, 25 hapo. Tarehe 6 haishapotea, anasubiri tena ile wiki. Maana kuna namna tu, kuna season, kuna nyakati, mtu anaishi kwa nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndege hawajajiunganisha na hizo nyakati. Kwa hiyo hawategemei nyakati za mishahara. Maisha yao hayaamuliwi na nyakati mbalimbali. Hawategemei nyakati za uchumi mzuri wa nchi au uchumi mbaya, kwamba uchumi mzuri watakula, uchumi mbaya watashindwa kula. Hilo ni neno la kwanza ambalo nililipata kwenye hilo andiko. Neno la pili ambalo nataka tuliangalie kwenye la kwanza ndio hayo manne, kupanda, kuvuna, kuweka ghala. Neno la pili ni ile anasema na Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Baba, popote unapoona imetumika baba, maana yake wajibu, responsibility. Hajasema na Mungu wenu wa mbinguni. Angeweza kusema na Mungu wenu. Mungu ni wa wote. Anasema baba. Baba ni wajibu. Baba ni mtoaji, mkutana na mahitaji. Baba kwenye familia ndio anakutana na mahitaji. Baba kwenye familia ndio anakutana na mahitaji. Baba ni giver, ni mtoaji. Baba ndio ana sustain familia. Baba ndio anaifanya, anaitunza familia. Sasa Biblia inasema na Baba yenu wa mbinguni. Anaposema mbinguni, kimsingi aongelei eneo, anaongelea mfumo. Anaongelea mfumo. Huyu ni mtoaji anayetokea kwenye mfumo mwingine, ndio analisha nani? Ndege. Na Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Anaongelea mfumo. Kwa maana yake anaposema Baba wa mbinguni, anamaanisha mtoaji ambaye anatokea kwenye mfumo usioishiwa, unlimited system. Anatokea kwenye mfumo usiopungukiwa, kwa wale ambao tumeweka msingi toka mwanzo. Mfumo usio na upungufu, mfumo usioishiwa, mfumo usiopungukiwa. Maana yake chanzo kisichoishiwa. Kwa yule ambaye ndio anaoni hicho chanzo kisichoishiwa, ndio anawalisha ndege. Ndio Biblia inasema na Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Amen. Kula kwa ndege humtegemea huyo Baba yetu wa mbinguni. Sasa kumbuka kitu, sio baba yao, sio baba wa ndege. Baba yetu. Baba yetu, jaribu kufikiri tu kawaida. Baba yako analisha ndege. Anashindwaje kulisha wewe? Asemi baba wa ndege, asemi Mungu wao. Anasema baba yangu mimi wa mbinguni, ambaye uko kwenye huo mfumo wake, hakuna upungufu, hakuna kupungukiwa. Huyo baba anahangaika kulisha nani? Ndege. Macho yangu yalipokuwa yanafunguka, kuna hasira iliwaka huku ndani, nikasema haiwezekani nipungukiwe tena. Kuna kitu kikishainuka hujaribishi tena. Sio kwamba unapambana kuamini Mungu atakutana na mahitaji. Upambani. Kwa sababu kuna kitu umekipata, Mungu anaanza kujidhihirisha kwa namna ya kipekee. Amen. Anasema na Baba yenu. Kwa kula kwa ndege hutegemea huyu Baba yetu wa mbinguni. Sio baba yao ndege, bali Baba yetu. Kwa mfumo wao wa kuishi umejiunganisha moja kwa moja na Baba yetu. Sio baba yao, ila wenyewe wamekuwa wajanja kiasi cha kutosha kujiunganisha na mfumo wa Baba yetu. Wanamtegemea Baba yetu Mungu kwa 100% kwa ajili ya mahitaji yao ya chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliyejiunganisha naye hana msimu, kwa hiyo hawana msimu. Mungu aliyojiunganisha naye au mfumo aliyojiunganisha nao hauna msimu, kwa hiyo na wao hawana msimu.
Maadamu wanataka kula, chakula kitakuwepo bila kujali msimu. Maadamu wanataka chakula, chakula kitakuwepo bila kujali msimu wa kupanda, kuvuna au kuweka akiba. Chakula kipo kwa sababu huyu Mungu waliojiunganisha naye ili ahudumie watu wake, ili awahudumie, hategemei huo mfumo wa kupanda, kuvuna, kuweka akiba. Japo anaweza akatumia huo mfumo wa kupanda, kuvuna na kuweka akiba. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfumo wao wa imani ndani, na hapo ndio ninachotaka kukileta. Mfumo wao, their believing system, imekuwa connected na heavenly system, heavenly provisioning system. Mfumo wao wa kuamini ndani umeunganishwa na mfumo wa mbingu wa kukutana na mahitaji. Haujaunganishwa na mfumo wa dunia. Amen. Kwa hiyo supply yao ni endelevu kwa sababu ni ya kimbingu, na huyo ambaye wanamtegemea kwa ajili ya kukutana na mahitaji yao habadiliki. Ndio maana ni endelevu, kwa sababu chochote ambacho anafanya Mungu ni endelevu, ni uhakika. Mungu akianza kufanya jambo ni uhakika ataendelea. Labda kanuni zikiukwe, lakini ataendelea. Kama vile ambavyo ameanza kutoa jua na kesho tuna uhakika. Hatuna wasiwasi kesho jua litatoka. Na hatuna wasiwasi na mwaka ujao jua litatoka. Hatuna wasiwasi kesho tutapata hewa, pumzi, oxygen. Hatuna wasiwasi. Kwa sababu gani? Aliyeko nyuma hiyo kanuni ni mwendelevu. Kwa hiyo kwa sababu wanategemea mfumo ambao ni endelevu, maana yake kukutana na mahitaji yao ni swala endelevu. Amen. Bwana asifiwe sana. Angalia andiko lingine kwenye Ayubu 38 mstari wa 41. Ayubu 38 mstari wa 41. Anasema, ni nani anayempatia kunguru chakula? Ni nani anayempatia ndege, kunguru chakula? Makinda yake wanapomlilia Mungu na kutangatanga kwa kutindikiwa na chakula. Kwa unaweza ukawa unaona tu ndege wanakula, kunguru wanakula, kumbe kuna mfumo maalum kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya kulisha kunguru. Na huo mfumo ni wa baba yetu. Ni wa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kwenye Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 25. Wafalme wa Pili 6:25. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakausuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Yaani njaa ilikuwa kali mpaka mavi ya njiwa anauza. Sasa jaribu kujiuliza, njiwa anajisaidia bila kula. Kwa maana yake njaa ni kubwa, hakuna chakula, ila njiwa anakula vya kutosha, anatoa kinyesi ambacho wanakula, wanauziana. Kwa maana yake mfumo wa nchi umefeli kabisa. Wana miaka wanataka hadi kula watoto wao, lakini ndege kuna mahali anakula kwa sababu yeye ategemei huo mfumo, anashiba na anakunya cha kutosha, kiwango ambacho wafanyabiashara wanakusanya wanaanza kuuza. Kwa hiyo unaweza kuona mfumo anaotegemea ndege sio mfumo wa kawaida. Na Biblia inasema baba yenu anawalisha ndege, wanakula mpaka kinyesi chao wanadamu wanakinunua. Baba yangu mimi analisha ndege, baba yangu. Mwambie jana yako, baba yangu analisha ndege, alafu mimi ndio mtoto wake. Anaachaje? Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakuna njaa ya nchi inaweza kuzuia mfumo wa mbinguni kuwahudumia watu wake. Hakuna njaa ya nchi, hakuna mvunjiko wa kiuchumi ambao unaweza kuzuia mbingu kuhudumia watu wake. Haupo. Ni kuna namna fikra zetu, mfumo wetu wa kuamini haujajialign sawa sawa na mfumo wa mbinguni kutunza watu wake. Kuna namna mfumo wetu wa kuamini, na naamini ndio moja ya kusudi la retreat, ndio moja ya kusudi la mafundisho, ili tunapotoka hapa mfumo wetu wa kuamini huo umegeuzwa,
Anasema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua mapenzi ya Mungu. Sasa ile kujua ni sawa na kuyafurahia. Mpate kuyafurahia mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kuna vitu Mungu anatutaka, anatuwazia, lakini wakati mwingine mfumo wetu wa ufahamu na kufikiri, mfumo wetu wa imani haujiconnecti na huo mfumo wa Mungu. Kwa hiyo hatufurahii mapenzi ya Mungu yaliyo mema, atufurahi mapenzi ya Mungu ya kumpendeza, atufurahi mapenzi ya Mungu makamilifu kwenye swala la Mungu kukutana na mahitaji yetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Kipengele kingine ambacho Roho Mtakatifu alinisaidia kukiona kwenye hilo andiko, anasema ninyi je, si bora kuliko hao? Ninyi je, si bora kuliko hao? Maana yake sisi ni bora kuliko ndege. Mwambie jirani yako, wewe ni bora kuliko ndege. Yesu anasema ninyi je, sio bora kuliko hao? Maana yake sisi ni bora kuliko ndege. Kama anawatunza ndege, maana yake sisi ni zaidi. Kama ndege wanatunzwa na Mungu, sisi tunapaswa kutunzwa zaidi. Kama ndege wanatunzwa na Mungu, sisi tunapaswa kutunzwa zaidi. Anaposema ninyi je, si bora kuliko hao, maana yake sisi tuna advantage zaidi ya ndege. Sisi tunaweza kumiliki mashamba. Sisi tunaweza kumiliki kazi. Sisi tunaweza kumiliki biashara. Sisi tunaweza kupanda na kuvuna. Sisi tunaweza kuweka akiba. Lakini zaidi ya hayo, sisi Mungu huyo anayetunza ndege ni baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haya maandiko hayatuzuii kupanda, hayatuzuii kuwa na shamba, hayatuzuii kuwa na ajira, hayatuzuii kufanya kazi, hayatuzuii kuweka akiba, lakini anatutaka tuwe na ufahamu juu zaidi ya akiba. Ndio anasema ndege kwa uwezo wao hawezi. Sisi tunaweza kuwa na shamba, lakini hata kama una shamba, bado unapaswa umtumaini Mungu juu ya shamba lako, na sio uweke imani yako kwenye shamba lako, kwenye kile ambacho kinakuingizia. Amen. Anayewalisha, anaposema ninyi je, si bora kuliko hao, maana yake anayewalisha hao ndege ni nani? Ni baba yetu. Kama anawajali ndege, sisi ambao ni bora kuliko ndege atatujali zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndege hawamuombi kama sisi. Sisi tunamuomba. Maana yake ninyi je, si bora kuliko hao? Anasema ombeni nanyi mtapewa. Hili sio andiko la ndege, ni la kwetu. Maana yake sisi ni bora. Tuna access ya kumuomba Mungu. Yeye ni baba yetu. Ndege hawahusiani naye kama watoto na baba. Sisi tunahusiana naye kama watoto na baba. Bado anawalisha hao ambao hawahusiani naye. Maana yake sisi ni bora kuliko hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Asipotutunza sisi, Biblia inasema ameikana imani. Maandiko ndio yanavyosema. Asipotutunza sisi, amefanya nini? Ameikana imani. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Anasema lakini mtu yote asiyewatunza wa nyumbani walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Sisi ni wa nyumbani mwa Mungu. Asipotutunza sisi, ameikana imani. Ni mbaya kuliko asiyeamini. Biblia inasema umekamatwa kwa maneno ya kinywa chake. Ni maneno ya kinywa chake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unagundua kuna mfumo wetu fulani haujakaa sawa sawa. Wakati mwingine ndio maana tunashindwa kupata kile ambacho Mungu amekusaidia. Amen. Ngoja nisome ujumbe hapa.